Hebu sema ukombozi wa nyota yangu. Ukombozi wa nyota yangu. Sema wiki hii lazima nyota yangu iachiliwe. Kokote kule iliposhikiliwa lazima iachiliwe. Sema nyota yangu iliposhikiliwa wiki hii ni ya kwangu kuachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nyota ni nini? Nyota ni utambulisho. Nyota ni utambulisho. Nyota ni utambulisho wa mtu. Lakini definition nyingine ya nyota ni neema. Ni neema. Na nyota siku zote hutangulia mbele ya mtu kabla mtu hajawa mtu. Maana ni utambulisho wa mtu kabla mtu hajawa mtu. Ni neema ya mtu kabla mtu hajawa mtu. Kwa hiyo ili utambulike ni lazima nyota yako ikutambulishe au neema yako ikutambulishe. Ili ujulikane ni lazima nyota yako itujulishe wewe ni nani au neema yako itujulishe wewe ni nani au ni nani anayeku au atakaye. Kwa hiyo nyota ni utambulisho wako. Kwa hiyo nyota imegawanyika kwenye sehemu tofauti tofauti kama neema. Kuna neema ya elimu, kuna nyota ya biashara, kuna nyota ya huduma, kuna nyota ya kuolewa, kuna nyota ya kuoa, kuna nyota inayosimama kwenye karama na vipawa, uimbaji. Kuna nyota ya pesa, lakini wengine wanapewa ya punda. Asipokuwa na ya pesa basi anabadilishwa anapewa ya punda. Lakini kuna nyota ya kibali. Kuna nyota ya kupendwa. Hapo kuna opposite yake ambayo inakuchukiwa. Kwa hiyo usipokuwa na ya kupendwa basi unapewa ya kuchukiwa. Kuna nyota ya kumiliki vitu. Kwa hiyo tunaposema nyota hatusemi upande mmoja. Ona kwa njia au kwa vipengele tofauti tofauti. Kuna nyota ya elimu. Usipopewa ya elimu basi utapewa ya uziro. Ina maana ya elimu ikinyang'anywa basi hautasoma, utakimbia umande. Kwa hiyo nyota imegawanyika kwenye vipengele tofauti tofauti. Kuna nyota ya ndoa. Kwa hiyo usipokuwa na ya ndoa basi hautaolewa. Hata kama ukiolewa utaolewa ndoa ya mkeka. Utasubiri bwana wa mtu afe ndio uolewe. Lakini usipokuwa na nyota ya ndoa ukiolewa utaachika. Lakini hawaolewi wazuri, wanaolewa wale ambao utarajii, kwa sababu haolewi mtu, anaolewa nyota. Mwambie mwenzako huwa haoagi mtu, inaoa nyota. Mwambie huwa haolewagi mtu, inaolewa nyota. Mwangalie mwambie. Wanasema yani mimi si ndo ningeolewa na mzungu, yani na mguu wa chupa ya bia. Yani jamani, yani jamaa umemuona aneti huu mguu kama toothpick inakuaje na mwongee mweusi. Mwambie mwenzako huwa haolewi mtu. Mwambie tena haolewagi mtu, inaolewa nyota. Wewe jikoboe tu. Nenda mpaka Uturuki, jidubukize kwenye mashine uwe mweupe. Na ukielewa hivi, wiki hii utaomba kwa nguvu sana. Hutakubali kukosa hata siku moja. Ukielewa hivi, wiki hii ukielewa ukafuatilia kwamba huwa hapendwi mtu, inapendwa nyota. Kazini huwa hapandishwi mtu cheo, nyota ndio inapandishwa cheo. Wewe unafuata nyuma. Huwa ukitokeza hutokezi wewe, inatokeza nyota. Yani umekata kona pale pap ukaingia hivi. Yani hivi tunakuona pap, sikuoni wewe, naona nyota. Utaacha swaga za kupigana, utangangana kupigania nyota. Yani kwenye biashara watu huwa hawaji kuangalia mazingira mazuri. Umetengeneza ofisi yako vizuri, eti umeweka na kiyoyozi, eti sijui umeweka na carpet chini. Jamani, mbona wateja hawaji? Hawaoni hata na wanaenda jamani hapo kwenye hicho kiduka ambacho unainama hivi.
kinavuja na maji, lakini unakuta hapo hapo kwenye maji ambayo yanawavujia kichwani ndio hapo hapo wanasema tupe hii, tupe hii, tupe. Leta kile kule. Maana mimi bidia cheki. Unajiuliza unasema, sasa hapo kuna nini hapa? Jamani, mbona mimi jamani nimetengeneza na kiyoyozi nabii, tena upo na hivi upende ibada, utaki tena wewe ni unasema nimepulizia, nimefanya hivi, lakini wanaenda pale tupe mpaka viishe. Yaani akishaishiwa kabisa ndio unaona wateja wanakuja kwao. Tumeenda hapo tukakosa, ndio tumefanyaje? Kumbe hawafati hali nzuri, wanafata nyota. Kumbe hatuuzi kwa sababu ndio kuna nafasi ya kuongea vizuri, kuna nafasi ya kuweka vizuri. Unauza chakula, basi uwe msafi. So unauzia chakula na matongotongo, nikichungulia pua naona makamasi. Yesu sijakwambia ufanye hivyo. Mchafu kunuka, kikwapa hicho giza. Ukitokea hivi tunafikiri sasa ni ile gari ya dampo imefika. Au ni muuza chakula. Afu sema na mtori, napika mtori vizuri. Yeye mtu anasema ametemea mate. Amekula mchicha kwanzia jana umeganda kwenye meno. Akicheka. Sasa sijakwambia uache kujiweka vizuri kwenye biashara. Lakini wakati unajiweka vizuri, hakikisha unazingatia kwamba sio biashara inaenda, ni nyota ndio inauza. Kwa hiyo nyota zimegawanyika kwenye maeneo tofauti tofauti. Na nyota hutangulia kabla yako haujafika. Nyota ina kawaida ya kukusemea, ya kukuongeleshea. Ndio maana mwingine unatokea mahali hivi, yani umetokea hujaongea chochote. Rudi. Unasema jamani nimefanyaje? Nimesema rudi. Anaweza sifiwe. Sasa unasema ili mbona sijaongea kitu? Yaani bosi ameshikwa kichefuchefu. Rudi. Unarudi unasema unaniona. Afu anakuja mwingine. Hata wala aongee tu anafungua. Halo, niingie bosi? Ingia. Kaka. Asante bosi. Bwana. Anaongea vizuri. Unabaki hapo mlangoni unashangaa. Sasa jamani, mimi kwani nimekosea nini? Nimemkosea nini bosi? Mbona namheshimu? Mbona nampenda? Kuna kitu anakiona kimetangulia. Mambo mwenzako huwa anaonaga kitu kimetangulia, sio wewe. Kwa hiyo nyota hutangulia. Huja kwanza. Yaani wateja kabla wajaja kwako kileo, wanaona nyota kwanza. Alafu sasa ndio wanasema sasa twende. Kwa hiyo ukiwapokea hawajakufuata wewe. Ndio maana unakuta wengine hata hawataki kuona sura yako. Yaani automatically hawakupendi. Hawakutaki. Yaani wakikuona wanaweza kasikia kichefuchefu fulani hivi. Lakini nyota inawaamrisha. Umeelewa sasa? Watulie. Alipokuja Bwana Yesu hawakumpenda. Hawakumtaka. Nani alimtaka Yesu? Amekuja kutuchafulia hali ya hewa. Farao mwenyewe hakumtaka, lakini nyota iliwahamasisha. Fungua kile kitabu cha Mathayo. Nabii tupe neno haya. Tunaenda kwa neno sisi. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo sura ya 2. Soma mstari wa 7 mpaka wa 10. Alafu mwingine atafungua kitabu cha Hesabu 27:17. Soma hiyo Mathayo basi. Na utaenda kusoma mwenyewe vizuri. Mathayo sura ya 2 kuanzia mstari wa 7. Anasema, kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani. Akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Hakika ya muda tangu ilipoonekana ile, ina maana nyota ilitangulia, alafu mtoto ndo akaenda kufanyaje? Mamajusi walifuata nyota, hawakufuata mtoto. Kwa hiyo waliona nyota ndipo wakaifuata ile nyota. Walipofika ndipo wakamkuta nani? Sasa Herode alikuwa anachunguza kwa sababu ile nyota ilishaanza kumtia mashaka. Maana ile nyota ilikuwa ni nyota ya kifalme. Kwa hiyo Herode akawa na wasiwasi kwamba hii
akataka uhakika, si kwa uzuri, akataka uhakika wa kujua kabisa yule mtoto anazaliwa wapi na muda gani na wakati gani. Ukisoma kule utasema Raheli aliwalilia watoto wake, maana Herode ilibidi aanze kuua watoto wote baada ya mamajusi kukataa kurudi kwake kumpa taarifa kwamba Yesu amezaliwa wapi. Herode akawaua. Ukisoma hapo chini utaona Raheli anawalilia watoto wake, akaamuru watoto wote wa kiume waliozaliwa ule muda, inawezekana na Yesu akawa mmoja wao, kumbe Yesu siku nyingi ameshapata direction ya kuondoka zake kaenda Misri, wote wauawe. Kwa hiyo mamajusi walifuata nyota kabla ya kumuona mtoto. Ndio maana ninapokuambia nyota inatangulia. Mwingine sasa inatanguliaje nabii? Ndiyo inayokusemelea. Wewe ni kiongozi, wewe ni mfanyabiashara mkubwa, wewe sijui ni mfanyakazi mkubwa, wewe sijui ni mkubwa, wewe ni mtumishi mkubwa. Ikatangulia. Mamajusi wakaiona, au ni wazee wa kusoma nyota, wakaiona, wakaifuata. Nyota ikawaelekeza. Ndio maana unaweza ukagombana na watu, hawanioni, hawanisikilizi, hawanisaidii, hawanitetei, hawako upande wangu, hawanipi pesa, hawezi kunisaidia hata angalau kidunchu tu. Yani wanisaidia angalau kidunchu, yani wana hela hao ndugu zangu, lakini hawanisaidii hata, yani hawanipi hata tuseme hata milioni 2 ya kuniambia brother malizia nyumba. Hawanipi hata mtaji kusema milioni 10, na wana hela. Hawanisaidii chochote. Unaishi kwa lawama, kwa malalamiko, kwa manunguniko. Unawalaumu ndugu, unawalaumu jamaa, unawalaumu wenzako waliokuzunguka kanisani, unalaumu watu. Ndio maana kila siku nakwambia, kabla hujalaumu watu, jikague. Kabla hujamnyoshia kidole mtu, jikague. Kabla hujasema nakataliwa, jikague. Kabla hujasema ananionaje, jikague. Sasa nikiwaambia watu jikague, huwa hawanielewi. Kabla ya kulalamika, jikague. Ni waume za watu wananifuata, jikague. Inawezekana nyota yako ndio inasema hivyo. Umeshakuwa mzee, si binti tena. Kwa hiyo lazima waume za watu ndio waje kwako. Tunataka kukuoa, uwe mke wa pili, uwe mke wa tatu. Vijana wanafanyaje? Wanakimbia, wamekuona mzee. Kwa hiyo matatizo yanapokuja kwako, jikague. Hawanisikilizi, hawanielewi, ina maana hawanioni, ina maana hawezi kunisaidia mimi, wanasaidia watu wa nje tu, anasaidia kaka watu wa nje tu, afu mimi ameniacha hapa. Jikague. Nini kinakutangulia? Nyota yako inaongea nini? Biblia inasema wale mamajusi walibeba uvumba manemane, walibeba vitu vya thamani kumfuata mtoto Yesu. Sasa wewe nyota yako inawaruhusu kina nani kuja kwako na kukubebea nini? Nyota yako inawaruhusu kina nani kuja kwako na kukupa nini? Ina maana anioni. Nyota inayokutangulia inaruhusu kina nani kuja kwako na kukupongeza nini? Inawezekana unakuletewa maziwa mgando, afu unataka mtaji wa milioni 50. Nyota inasema unatakiwa upewe dumu la nini? La maziwa mgando. Umesema maziwa mgando. Afu mekana sema baba napiga magoti, wanipe 1,000,000, wanipe, unashangaa milioni